Dada Jennifer? Ndio. Karibu sana. Asante. Wewe umetokea wapi? Umetusikia wapi? Nimetokea Tanga. Tanga? Ndio. Umetusikia wapi? Instagram. Okay. Karibu. Asante. Nini kimekuvuta kwetu? Nimependa jinsi mnavyopokea wadada vizuri. Na ajira zipo kama hizo nzuri. Ndo nikaona na mimi nije nipate kazi ili na mimi nifanye malengo yangu. Na wewe ufanye malengo yako. Nimependa unavyosema, umependa tunavyopokea wadada vizuri. Ndio. Hiyo vizuri tunavyowapokea ni vipi? Mnawakaribisha vizuri, mnaongea nao lugha nzuri. Lugha nzuri ni ipi? Maana wadada wengi wanasema sisi tunawakandamiza, wewe unasema tunaongea nao vizuri, ndio nataka kujua. Maana kumbe binadamu tuna mitazamo tofauti. Wengi wanasema sisi tunawakandamiza, tunakaa upande wa mabosi, hatuwatetei wadada, ila wewe unasema tunaongea nao vizuri. Hiyo vizuri ndio ipi? Mnaongea nao kwa upole. Kwa upole? Mnasikiza changamoto zao. Wewe utakuwa hujatufuatilia. Kuna upole hapa kweli? Na uhakika? Mimi nahisi wewe labda hujatufuatilia. Kwa upole hapa hakuna upole. Hapa sisi ni wakali sana na hatuna kona yani. Ndio yani. Ukiangalia kwa undani zaidi, usiangalie tu juu, utaona kabisa mtu nia yake ni ipi kwa msichana. Nia yake. Sasa hapo ndio umeongea kitu kikubwa sana. Kwamba ingawaje tunaweza tukawa tunawaelekeza kwa ukali na tunawarekebisha pale mnapofanya makosa. Ndiyo. Bila kuwaonea aibu, bila kubembeleza. Lakini nia, nimependa sana nia, dhamira, unaiona kabisa hii ni njema. Kwamba kama kweli udada akisikiliza hichi kitu anachoelekezwa na akakifanyia kazi, ni kwa faida yake, sio faida yetu sisi, ni faida yake yeye. Kwa hiyo hapo nakubaliana na wewe. Kweli sisi ni wakali, umesema ni wapole, sio kweli. Na tunaelekeza kwa upole, hapana. Tanzania ukimwelekeza kwa upole hawezi kukuelewa. Yani unabidi umwambie yani maneno magumu ambayo umeelewa ambayo ni machungu lakini ni dawa. So wanasema mwarobaini ni mchungu lakini ni dawa. Kwa hiyo na sisi tulipofikia kwa uzembe tulionao, uvivu tulionao, level ya juu kabisa ya kukosa adabu na nidhamu, yani hatuna. Kwa hiyo inabidi tuambiane ukweli bila kumumunya maneno, ili huo ukweli uweze kutuweka huru, kwa sababu hata neno la Mungu linasema ukweli unamweka mtu nini? Huru. Kwa hiyo kikubwa nia na dhamira. Nia yetu, dhamira yetu ni kuwaona wasichana wa Kitanzania wakisimama kiuchumi, wakijitegemea kiuchumi, hawawi ombaomba, hawawi mizigo, si ndio? Hawatumii miili yao kuishi. Maana hayo ndio kama mafundisho au yani mila na tamaduni zimetulea hivyo. Hata kama wazazi au ndugu hawakuambii kabisa nenda kategemee mwanaume, lakini lifestyle inakupeleka kule kuona kwamba shortcut ya maisha ni mwanaume, si ndio? Lakini wanawake wengi wameishia kupata shida sana, kwa sababu unapoenda kuwa tegemezi kwa binadamu, maana yake unajiweka kwenye maisha magumu ya kunyanyaswa, ya kufanyiwa ukatili na vitu vingine kama hivyo. Na ndio maana Mungu wetu akasema amelaaniwa mtegemea nani? Mwanadamu. Kwa hiyo dada Jennifer, karibu. Sasa wewe una malengo gani? Mimi nina malengo. Ongeza sauti. Mimi nina malengo baada ya kufanya kazi nikifanikiwa, nikipata hela yangu, nifungue restaurant. Niendelee. Okay. Sasa unajua kupika? Ndio, nimesomea. Umesomea? Waacha bwana. Hayo ndio vitu nataka kusikia. Umesomea wapi? Arusha. Unasoma chuo gani? Arusha College. Arusha City College. Ndio. Muda gani? Miaka 2. Miaka 2. Ulijikita upande gani? Nani? Jikoni. Kwa hiyo unajua kupika kiprofessional? Ndio. Ushawahi kufanya kazi sehemu? Ndio. Wapi? PC Hoteli. Wapi? PC Hoteli. Iko wapi? Makao Mapya Arusha. Kwa hiyo wewe umesema umetokea Tanga. Tanga ni nyumbani. Arusha nilienda kusoma na nikaajiriwa huko. Na ukaajiriwa. Kwa hiyo ulifanya kazi kwenye ajira muda gani? Miaka 3. Miaka 3. Na umesoma miaka 2. Ndio.
Kwa hiyo tutarajie kwamba wewe jikoni ndio sehemu yako. Ndio. Tutakuona hapa. Tutakuona. Yaani wewe tunakuingiza jikoni faster tuone makali yako. Lakini hicho ndio nilikuwa nasema kwamba ukiwekeza kwenye kitu ambacho kinahitajika, unakuwa yani ni mtu ambaye una value. Huyu sidhani kama anaanzia traditional dada kwa anachokisema. Labda sasa tukimwangalia. Maana tukikuweka jikoni, maneno ni jambo lingine, vitendo ni vingine. Tutakuweka jikoni pale, tukuangalie. Ndio tutakapojua sasa kama yamo, si ndio? Lakini hongera sana. Sio uwezi najua uwezi kuwa sawa kabisa na dada ambaye hajapita kwenye kozi kama hiyo ulopata na uzoefu ulionao wa kazi. Kwa hiyo baadaye unataka kufungua restaurant. Ndio. Okay, kwa hiyo unatafuta kama kiasi gani? Hata 2,000,000 kwanza. 2,000,000 kwanza? 2,000,000 utafungua restaurant gani na unataka kwenda kufungua mamalisha? Sasa hapa umesikia mishahara, hapa umesikia. Ndio. Sasa kwa nini unatafuta 2,000,000 wakati kuna sehemu ambayo unaweza ukaanza na milioni hata 20, 30? Wewe si mtaalamu bana? Ndio. Kama kweli utaalamu wako kama ni kweli kwa ulichokisema, manake ni dada ambaye anafaa kuwa professional. Professional wetu hapa anaanzia 500,000, milioni. Of course milioni ni wale wanaojua kupika hizo international nini hizo. Lakini kama unapika za food za kawaida za Kitanzania na unapika vizuri, unafaa kuanzia 500,000. Unless tukiona kidogo uwezo wako uko haujafika sana, hata ukianza 300,000 bado ni hela nzuri, sababu unalala kwa bosi, unakula kwa bosi, si ndio? Ndio. Hela yako unaitunza, kwa mwaka unatengeneza 3,600,000. Ukisema ufanye miaka yako 3. Lakini ukiwa na mwongozo kama huu, unaweza ukafanya mwaka mmoja tu kama smart. Baada ya mwaka mmoja mkataba wako wa pili unaenda professional, kwa sababu unakuwa umeshajinoa kwa vitu ambavyo sisi tunavielekeza mvifanyie kazi ili mlipwe hizo hela nyingi. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo ngoja tuone. Ngoja tuone, ila nakupongeza. Napenda yani mtu ambaye kwenye hizi field amepita. Mtu akiniambia amesoma housekeeping, amesoma mapishi, malezi, kwa sasa hivi ndio hot. Si unaelewa? Ndio hot. Yaani ndio vitu ambavyo kwa sasa unaweza kupata hela kirahisi kuliko hizo tunazosikia za ushonaji. Mimi hata nguo sijui fundi ni alinishonea lini nguo mara ya mwisho. Shauri zenu. Umeona kwa hiyo sio vibaya ukajifunza kitu ambacho kwa sasa ni hot cake. Hata zamani walikuwa wanasoma vitu kulingana, mafundisho ya kompyuta yalikuja baada ya kompyuta kuonekana kama ndio kitu, si ndio? Sasa hivi watu wanasoma mambo ya AI kwa sababu tuko kwenye dunia ya AI. Sasa unabaki tu kwenye karne ya ngapi huko? Cherehani ya karne ya mwaka gani huko jamani? Viwanda vyenyewe viko wapi hivyo vya kutengeneza hizo nini za kushona? Bwana wadada wa kazi na kushona, mtu kaeni kwanza. Someni kupika, someni malezi, someni usafi. Kuna hela nyingi humo. Ziko hela nyingi. Umesikia? Ndio. Cherehani utakutana nayo baadaye. Haya, dada Jennifer karibu sana. Asante. Haya.